Tupo na safari ya rafiki yetu na ndugu yetu, tunazungumza maisha yake. Rafiki yetu anaitwa Filipo Mwakalinga. Ndio. Na leo tunasonga mbele. Jana kuna sema ambayo tumekwama. Mimi naitwa Kijumbe Brand Arnold Winford Mosha. Jana kuna sema ambayo tumekwama. Rafiki yetu Filipo Mwakalinga alipata nafasi ya kutueleza. Filipo anasema siku hii ni siku ambayo anashangaa kwa yale ambayo yanatokea. Filipo anasema niko hapa ndani, yani mimi nabishana hapa, na hii ni siku ambayo mama amekuja hapa kwangu, na mama na pambana mimi nifungue mlango, na hii ni asubuhi ambayo ndio kumepambazuka tu baada ya kupata taarifa ama kupata maneno yale baba alionieleza. Aliponipigia simu akaniambia kama kuna chochote ambacho kinaendelea na mama, basi niache ni stop mara moja, kwa sababu yeye baba anasema kwamba kwa mujibu baba alivyonipigia simu, anasema kwamba yeye amefunuliwa, yani ameonyeshwa kwamba kuna kitu ambacho sio chema, sio kitu kizuri ambacho kinaendelea baina yangu mimi pamoja na mama. Kwa hiyo Filipo anasema kitendo cha mama kuja hapa, Filipo anasema kwanza mimi nimeogopa kweli, na nikamweleza mama kwamba mimi siwezi kufungua mlango. Ndio Filipo anasema mama yuko nje anazungumza, fungua mlango, huko ndani utakuwa huko na wanawake zako, fungua mlango. Filipo anasema mimi nikamwambia mama hapana, tukutane sehemu nyingine, tukutane, kuna kitu kimetokea. Yes, kuna jambo limetokea, tukaongee kwingine. Yani kuna jambo limetokea, basi tukutane pale tulipokutana siku zote kwenye hoteli hapa pafai. Filipo anasema katika kujitetea kwa akili za kawaida, unajua unajitetea, najitazamia, najipambania. Filipo anasema niko hapa, wakati niko hapa na mama tunazungumza, Filipo anasema nilisikia honi, yani gari inaingia, yani imeingia hapa, na mama hapa amekuja na gari yake. Filipo anasema nilishtuka kwa sababu hapa kwangu anayefika ni mama, yani anayekuja na gari hapa ni mama. Huyu anayeingia hapa ni nani? Filipo anasema nipo hapa, yani niko hapa ndani, nikasikia huko nje mama anapata kama kiwewe, yani anachanganikiwa. Filipo anasema mimi nikachungulia dirishani, kweli Filipo anasema gari ya baba yani gari ya baba inafika, yani inaingia hapa. Sasa unajua katika kawaida mimi nilikataa kabisa. Filipo anasema mimi nilikataa kabisa kwa sababu baba alipokuwa anazungumza ni ukweli. Ndio, ni taarifa za ukweli kwamba mimi nina mahusiano na mama, lakini swala la kwamba mimi kukubali kwamba nina mahusiano ya kimapenzi na mke wa baba yangu, yes, kwa hiki kitu nimekikataa kabisa. Filipo anasema nimeshtuka sana nilipotazama, ni kweli babangu mimi ni mchungaji, baba amefika hapa. Filipo anasema baba alishuka, mama yuko nje, yani yupo kwenye mlango wangu. Filipo anasema hii siku naikumbuka sana. Kweli kuna wakati vingi vitafichwa, lakini kuna wakati kila kitu ukifika mambo yanakuwa bayana kabisa. Filipo anasema niko hapa. Yani baba alipanda hapa kwenye ngazi. Filipo anasema baba ananiambia fungua mlango Filipo, wewe ni kijana wangu, fungua mlango. Huyu mtu wa kupita hata afanye nini, wewe utakuwa bado ni mwanangu, na mimi nitakuwa ni baba yako tu. Fungua mlango kijana. Filipo anasema nikafungua mlango, ninatetemeka. Siwazi kama baba anaweza kanidhuru,
kwa sababu ya kofia alionayo kwamba ni mchungaji, lakini ninachokiona mimi hapa ni kwamba sasa ni aibu, naogopa, moyo wangu umekosa amani, natetemeka. Filipo anasema baba akamwambia mama, ingia. Si ulikuja kwa Filipo? Si ulikuja hapa? Mbona unabaki nje? Mbona unabaki unanishangaa? Unanishangaa mimi? Mimi si ni mume wako? Mbona unanishangaa? Ingia. Ingia ndani. Filipo, una mgeni leo? Ndio huyo. Sasa mbona ingia ndani? Wageni tumekutana. Tumekutana kwa mtoto. Baba, mama, tumekutana kwa mtoto. Ingia tuzungumze na mtoto wetu. Filipo anasema mimi mwenyewe ninatetemeka, ninaogopa kweli kweli. Filipo anasema kweli. Mama akaingia. Unajua hapo awali nishawahi kumzungumza na mama, nikamwambia kuna siku baba atakuja hapa atatukuta. Filipo anasema nakumbuka majibu mama alikuwa ananijibu, ananiambia akinikuta hapa nitamwambia kwani kuna shida. Kuna shida mama kumtembelea mtoto wake? Mimi si ni mama, kuna shida. Lakini mazingira yaliyotokea kutokana na taarifa ambazo zipo, Filipo anasema mama mwenyewe ameogopa. Yaani kama vile ameshtuka. Filipo anasema mama akaingia ndani. Filipo anasema baba akatukalisha hapa. Filipo anasema babangu alizungumza kitu. Akaniambia yote mnayoyafanya sio kwamba mimi sifahamu. Ninafahamu. Ninajua kila kitu. Filipo mwanangu, nimeumia sana. Nimeumia kweli kweli. Nimeumia sana. Ni huyo Mungu tu anatusaidia. Ni Mungu tu anatupa neema ya kushinda haya ni makubwa. Siku nilipoambiwa hizi habari kwa watu ambao wapendi kuona uchafu unaendelea kwenye nyumba ya mtumishi wa Mungu, nilipoletewa hizi taarifa, nilizifanyia uchunguzi. Yes, baada ya kufanya uchunguzi nikagundua ukweli. Niliumia sana. Filipo anasema babangu akatamka jina, akamuita kwa majina yake, akamwambia hata wewe ukuona wanaume wengine wa huko nje, ni mpaka umchukue kijana wangu. Yaani kijana wangu ukaona itoshi, kamzalia watoto. Mnaweza mkaona na yatamka haya kwa utaratibu tu, lakini hamjui ni jinsi gani yananiumiza kwenye moyo wangu. Hata wewe mwanamke wa maisha yangu ukuona wanaume wengine huko nje, kamchukua kijana wangu kabisa. Filipo anasema kwa mara ya kwanza, Filipo anasema kwa mara ya kwanza nikashuhudia machozi ya baba yangu. Filipo anasema huyu mwanamke akasema hapana, usilie mume wangu, machozi ni mabaya kwa mtoto. Usilie bwana, ikianguka chini ni mabaya kwa mtoto. Usilie bwana. Baba Filipo, usilie. Filipo anasema baba akamwambia unatamka mimi nisilie? Machozi ni mabaya kwa mtoto. Wewe unamuita mtoto au mume mwenzangu? Ungejua ni mtoto ungeanza kuheshimu kumuita mtoto na kuenda kumuona ni mtoto. Lakini sio swala la kumchukua akawa ni mwanaume wako. Anatueleza Filipo anasema hii ilikuwa ni siku mbaya kwangu, ni aibu. Filipo anasema baba amezungumza maneno mengi sana, lakini katika yote mimi nilimwomba msamaha baba yangu. Filipo anasema nilipiga magoti nikamwambia baba usilie, ninaomba unisamehe mzee wangu, nisamehe sana.
nisamehe na dhambi inanitafuna, sio kwamba naumia sana Baba. Filipo anasema maneno tu nayatamka, lakini naona hayatoshi. Filipo anasema Baba alitamka sentensi, akasema wewe ni mwanangu, wewe ni kijana wangu. Watoto watatuitaje? Una watoto 3 na mwanamke wangu. Huyu hapa mwanamke amekuzalia watoto 3 bila uoga. Filipo mwanangu, inauma kweli, inauma sana. Bila uoga, watoto 3 watakuitaje? Wananitaje mimi? Filipo anasema nilimwomba Baba msamaha, nikamwambia Baba, mimi naomba unisamehe, nimekukosea sana, naomba unisamehe. Filipo anasema Baba alitamka sentence, akanambia kwangu mimi yamekwisha, ila mimi nakukanya yasiendelee kwa wanawake wengine. Ogopa na kumheshimu mke wa mtu, na hii dhambi lazima utubu. Itakutafuna kwa sababu hii roho itakusumbua. Utakuwa unasumbua wake za watu, utakuwa ni mtu wa kupenda wake za watu. Mimi nimeachilia, lakini lazima utafute uso wa Mungu uweze kutengeneza. Wewe ni kijana wangu. Filipo anasema Baba hakutaka kumsikiliza kabisa huyu mwanamke, yani mke wake. Baada ya mimi kupiga magoti kumwomba msamaha, Baba alisimama. Filipo anasema Baba alisimama akaondoka. Naikumbuka sana siku hii. Filipo anasema nilimshangaa sana huyu mwanamke, nilimshangaa sana. Baada ya Baba kutoka, Baba alituacha hapa. Filipo anasema mama huyu akaniambia kitu, akaniambia baba yako amenichukia sana, na bila shaka sitaendelea kukaa pale mimi tena, sitaweza kuendelea kukaa kwenye ile nyumba tena. Filipo, mimi siwezi kukuacha. Filipo anasema nilishtuka, nikamwambia ina maana hata machozi ulikuwa unalia hapa ni ya kinafiki? Wewe mama una shida gani? Huwezi kuniacha mimi? Utakuwa na mapepo wewe. Wewe una jini, wewe mwanamke. Una jini kweli kweli. Nafumba macho nikifumbua utoke humu ndani. Usitegemee sasa hivi kuna siri itakayoendelea. Kila kitu utakachokuwa unanieleza nitakuwa nakiwasilisha kwa Baba. Toka uende kwako. Katika mazungumzo yote ambayo hapa yamefanyika, hakuna sentensi Baba ameitamka kwamba hakutaki kwake, kwamba amekufukuza, kwamba wewe sio mke wake. Baba hajatamka hiyo sentensi. Simama uende kwako, toka huku kwangu. Filipo anasema nipo hapa nazungumza na Baba. Haya, natueleza rafiki anaitwa Filipo.